Urusi imefanya shambulizi kubwa la makombora ya ballistic na drones dhidi ya mji mkuu wa Ukraine Kiev na maeneo yanayozunguka mapema hii leo Jumatano Agosti 5 mwaka 2026 na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 17 huku wengine zaidi ya 40 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na mamlaka za nchi hiyo. Mashambulizi hayo ni miongoni mwa makubwa zaidi yaliyolenga Kiev katika kipindi cha hivi karibuni, yalisababisha moto mkubwa katika maeneo mbalimbali, kuharibu majengo ya makazi, maghala ya biashara na miundombinu mingine ya kiraia, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea kutafuta manusura chini ya vifusi. Mashambulizi hayo yalianza muda mfupi baada ya saa 6 usiku, wakati ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga viliposikika kote katika jiji la Kiev kwa saa zaidi ya moja. Kabla ya makombora hayo kufika, jeshi la anga la Ukraine lilitoa onyo kwamba makombora ya ballistic yalikuwa yakielekea nchini humo na kusababisha maelfu ya wakazi kukimbilia kwenye vituo vya kujikinga chini ya ardhi. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilirusha drones 115 na makombora zaidi ya 20 kwa kasi, yakiwemo makombora ya ballistic. Taarifa hiyo ilisema mifumo ya ulinzi wa anga haikufanikiwa kudungua hata kombora moja la ballistic katika mashambulizi hayo, jambo ambalo liliruhusu makombora mengi kufika kwenye malengo yake na kusababisha uharibifu mkubwa. Maeneo 7 ndani ya Kiev na viunga vyake yaliripotiwa kupigwa moja kwa moja. Majengo ya makazi yaliporomoka kwa sehemu, huku maghala makubwa ya kuhifadhi bidhaa yakiteketea kwa moto. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi ni kituo cha usambazaji cha kampuni ya rejareja ya Novas pamoja na duka kubwa la vifaa vya ujenzi, ambapo moto mkubwa uliwaka kwa saa kadhaa kabla vikosi vya zimamoto kuanza kudhibiti. Mbali na moto huo, mashambulizi hayo pia yalisababisha kuvuja kwa gesi ya amonia katika moja ya maeneo yaliyolengwa. Vikosi vya huduma za dharura vilitumwa haraka kudhibiti uvujaji huo ili kuzuia madhara zaidi kwa wakazi wa maeneo jirani, huku wataalamu wa mazingira wakifanya tathmini ya athari zinazoweza kusababishwa na kemikali hiyo. Meya wa Kiev alisema ghala kubwa lililopo karibu na katikati ya jiji liliharibiwa kabisa kutokana na mlipuko wa kombora. Alieleza kuwa vikosi vya uokoaji vilifanikiwa kuokoa watu wawili waliokuwa chini ya vifusi, lakini akaongeza kuwa kulikuwa na uwezekano wa watu wengine kubaki wamekwama ndani ya majengo yaliyoporomoka, jambo ambalo lilifanya operesheni ya utafutaji kuendelea kwa saa nyingi. Lakini pia alikanusha taarifa za awali ambazo zilidai kuwa jengo la ghorofa 20 lilikuwa likiungua moto, akisema taarifa hizo hazikuwa sahihi. Hata hivyo, alithibitisha kuwa moto mkubwa ulizuka katika eneo la pembezoni mwa jiji baada ya mabaki ya kombora kuangukia karibu na majengo ya makazi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema mashambulizi hayo yameonyesha kwa mara nyingine umuhimu wa Ukraine wa kupata mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga yenye uwezo wa kudungua makombora ya ballistic. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, alisema maisha ya watu wengi yangeweza kuokolewa kama Ukraine ingekuwa na mifumo ya kutosha ya kujilinda dhidi ya mashambulizi hayo. Zelensky alitaka nchi washirika kuharakisha utoaji wa mifumo ya Patriot na teknolojia nyingine za ulinzi wa anga, akisema kuchelewesha msaada huo kunachangia moja kwa moja kuongezeka kwa vifo vya raia na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya kiraia. Kwa upande wake, wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi, maghala ya usambazaji na miundombinu ambayo Moscow inadai kuwa inatumika kuunga mkono operesheni za kijeshi za Ukraine. Hata hivyo, Ukraine imekataa madai hayo na kusema kuwa maeneo mengi yaliyopigwa yalikuwa ya kiraia na hayakuwa ya matumizi ya kijeshi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.